Taarifa ya habari imeandaliwa na James Shija, msomaji wako Rebecca Samueli. Wananchi washauriwa kuwa na uvumilivu wakati wa ujenzi wa barabara. Polisi wazuia jaribio la kufanya maandamano. Lazima tutunze tunu ya amani. Lazima tutunze tunu ya amani tulio nayo. Sisi mkoa wa Kagera tulishaonja joto ya jiwe. Mwingine baada ya vita kunuka alisahau mtoto akabeba paka. Kuna genzi hiyo ni katiba ya Kenya. Baada ya uchaguzi tukatae twende mahakamani tuvunje maduka. Sisi hatuko tayari. Tuliumia mwaka 78 tuliumia Bukoba, tuliona hataki kurudi huko. Mimi siko tayari kumwacha mjukuu wangu nikakimbia. Siko tayari kuacha mali yangu, siko kumpoteza bibi yangu au mama yangu kwa ajili ya mambo madogo ambayo yanaweza kuzungumzika baada ya uchaguzi. Ndugu vijana, ndugu wa Tanzania, yeyote anayehamasisha maandamano tarehe 29 tumlaani kama ukoma, tumlaani kama ukimwi uliomaliza watu. Huyo atakii mema. Kumwambia mtoto wa fulani aandamane, wakwako wako Marekani na Uingereza na Ubelgiji, ni ndoto ya Alinacha na ni ndoto ya Abunwasi. Yaani sisi tupigwe mabomu, tufe kwenye bahari, wewe uende utetee Umoja wa Mataifa, roho zetu zitarudi. Vijana tujifunze. Genzi na waomba tuheshimu utamaduni tuweze kuvuka. Mtu ambaye hajaona athari ya kutoweka kwa amani, basi asithubutu, asijaribu, asiguse, asinuse kwamba nitakwenda kuvunja amani. Vijana wangu na waasa, acheni kuiga kitu ambacho hatukuzaliwa nacho, sio utamaduni wa Tanzania. Na tumekaa kwa amani miaka yote hiyo, tunaumia sana. Amani ina gharama, unaona bwana. Kwa hiyo tunashangaa tunapoona kwamba vijana wanataka kuleta fujo nini. Yaani tunahuzunika sana. Ila mimi binafsi mimi huwa nasema hadharani, huwa nawaambia jamani, amani ni kitu cha kulinda amani, kitu cha kudumu. Lakini msingi wewe sasa hivi unachekelea, unaona kwamba pako swali, lakini vita ikiamka hapa ni hatari. Mwe makini. Amani ni kitu cha kulinda amani, sio kitu cha mchezo amani. Watu ndio wanachukulia mzaa au madogo. Sasa tunuke nini? Hawajaona. Hiyo amani ni askari polisi wamekuja hapa, askari traffic wametusikiliza, askari polisi wametupiga, wametupa vitu na wametupa hizi material iliyowekwa, wametuonyesha mtutu na wamebaki kwa serious. Wanataka kutuumiza, tumeshika mbele ya gari, wanataka kutusaga. Hii ni serikali yetu. Hawa ni mimi mama miaka 60 na. Umegongwa sema mama. Ngoja mimi nina miaka 60 na. Mimi nina miaka 60 na. Nataka kugongwa na askari kwa sababu tumefunga barabara. Watu wa serikali kwamba kuanzia kesho siku ya kazi waje hapa, wapime hapa, waanze utaratibu wa kuweka tuta kama mlivyoomba. Kwa sababu leo sio siku ya kazi, hakuna mtu yote ofisini leo.
Kwa hiyo tumekubaliana na serikali kwamba kuanzia kesho waje hapa waanze utaratibu wa kuweka bamsi. Tukakubaliana mwisho Ijumaa tuone kitu kilichofanyika siku ya Ijumaa. Kwa hiyo kazi yetu siku ya Jumamosi tukiamka asubuhi tukuta hamna tuta, tuchukue utaratibu mwingine, ndio tulichokubaliana. Tumewapa sikilizeni, leo ni Jumanne na ni Nyerere Day. Hakuna kazi leo, hakuna ofisi ambayo iko wazi. Na ukitaka kufanya kazi na serikali, lazima serikali wako ofisini. Kwa hiyo anakuja meneja atarura hapa kesho, atapima eneo hili, alafu tutaona utaratibu unaendelea. Na niwaambia wananchi tusio wakorofi. Pale duka la sementi aligongwa mama mjamzito. Ile babele ikafungwa pale, ndio tukaweka zile bamsi mnazoziona. Lakini bamsi haiwekwi kwa leo tu. Utaratibu lazima waje hapa waangalie, wapime kwamba anatumia sementi kiasi gani, kokoto kiasi gani, na utaratibu uchukuliwe. Mmenielewa wananchi? Ninaomba kwa heshima, kwa sababu mmetuona tumekuja hapa na mmeona askari wako hapa, na hapa kuna afisa tarafa, na hapa kuna wapelelezi. Ninaomba mtuelewe, mkaendelea na taratibu mwingine. Tumesema Ijumaa ndio, Jumamosi njoni hapo mkaangalia kilichofanyika. Sawa Jumamosi tumekubaliana hilo. Mama unasemaje?